mliojifungua watoto hapa. Tunakushukuru kwa ajili ya watoto hawa. Naomba Mwenyezi Mungu pale ambapo wanahitaji uponyaji ukawaponye. Naomba Mwenyezi Mungu baraka zako zikaambatane na hawa wazazi. Naomba baraka zako zikaambatane na hawa watoto, wakuwe kwa kimo na kiroho, wakikupendeza wewe pamoja na wanadamu. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Poleni sana. Hapo utapokea 370,000 kwa mkurugenzi kabisa. Ndio muuguzi. Mimi ni mkuu wa wilaya Njombe, na hapa nina katibu tawala wa wilaya na nina mwenyekiti wa halmashauri Njombe, naye mkurugenzi wa halmashauri na viongozi wengine wote mahali pale, na mwakilishi wa mheshimiwa bunge Deo Mwanyika. Kwa hiyo kiongozi wa mbio za mwenge, nakumbuka ulimsikia, alipita pale akajaribu kuchangisha kidogo, hela zikapelea, akasema ataleta sadaka yake kwa watu mliojifungua siku ya leo kwa kutumia theater ambayo ni mpya kabisa, ambayo mmeitumia siku ya jana. Kwa akasema ataleta sadaka zake, na sisi tumeamua kuwaletea sadaka za kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa, kama jinsi ulivyokuwa umeona tukichangisha. Kwa mchango ule unaamua kuwaletea kama sadaka yake. Kwa hiyo labda mkaribisha mwenyekiti wa halmashauri kwa sababu tulikuwa kazi na utu. Kwanza tumpongeze sana Mheshimiwa Rais kwa sababu ndio ametusapoti kutuletea fedha, na ndio maana kituo chetu cha afya sasa kiko vizuri, na leo mkimbiza mwenge tunafungua rasmi, na nyie sasa mmekuwa ndio watu wa kwanza kabisa kujifungua katika hiki kituo kipya, kwa maana chumba cha upasuaji. Kwa sasa kama nilivyosema mkuu wa wilaya, na mimi nafanya kwa niaba ya mkimbiza mwenge ukabidhi tu. Asante. Sawa. Basi mshukuru mkimbiza mwenge. Kwa hiyo 370,000. Asante. Ndio ni sadaka yake. Kwa hiyo ni huduma ambazo kama alivyosema. Kwa hiyo sasa huduma hizi zamani kuna zipata mbali sana, naweza kwenye hospitali za mkoa au rufaa, lakini sasa hivi operation inafanyika kila sehemu. Sawa. Tena kwa mazingira mazuri kabisa kama unavyoyaona. Asante. Na sasa mko watatu na huku bado. Ndio. Mtu mfanyia sana. Sasa baba ndio ndio. Kwa Mheshimiwa Rais pamoja na viongozi wengine wote kwa hivyo walichotuzawadia, nasema asante. Mungu awabariki sana. Huduma ya hapa iko vizuri sana, nimesaidiwa kwa vizuri na ninaendelea vizuri kabisa. Hapa nashukuru kwa huduma hapa, mimi iko vizuri sana. Leo tulikuwa tumetembelewa na mwenge wa uhuru, wakimbizaji mwenge wa uhuru katika kituo cha afya cha Mji Mwema, na wakati kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru anatembelea katika hospitali hii ambayo alikuwa anazindua huduma za upasuaji, bahati nzuri akakuta akina mama wawili walikuwa tayari wamefanyiwa huduma katika chumba cha theater
na tayari wametoka salama na watoto wako salama. Akasema atoe sadaka yake kama zawadi yake, pamoja na kuomba wadau waliokuwepo mahali pale kuchangia kidogo wanachokiona ili kuwasapoti wale akina mama waliokuwepo mahali pale, na baadaye akatuambia turudi kwa ajili ya kuwasilisha ile sadaka yake kwa wale akina mama. Kwa tumerudi na tumekuta sasa tena wameongezeka, wamekuwa watatu. Tulikuja sisi na lengo la wawili kama jinsi tulivyowaona, lakini tumewakuta wako watatu tayari wamejifungua kupitia chumba chetu cha upasuaji ambacho leo huduma zake zimezinduliwa na mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa. Kama kile chumba ambacho kimezinduliwa na Mwenge alafu kinaanza kutumika hapo alafu kinaanza kufanya kazi vizuri sana kuokoa afya za mama na mtoto, tunajisikia faraja sana na amani sana. Kwa hivyo tunampongeza sana kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa kwa sadaka zake alizozitoa kwa wale akina mama wote watatu ambao wamejifungua kwa njia ya upasuaji katika chumba chetu cha upasuaji. Kwa hiyo tunamshukuru sana sana sana. Kwa hiyo na pia niendelee kuwashukuru madaktari wetu wa hapa katika kituo cha afya Mji Mwema, wanafanya kazi nzuri. Mmeona kina mama wametoka pale wana afya njema bila changamoto yoyote. Kwa wanafanya kazi ya kujitolea sana, ambayo kulinda uhai wa mtu kama sio Mwenyezi Mungu, basi wanaofuata ni madaktari ambao wanaweza kuangalia uhai wa mtu na kuhakikisha kwamba mtu anaweza kaishi na wakaokoa maisha yake. Zamani huduma kama hizi sio rahisi sana kuzipata kwa karibu. Ulikuwa inabidi usafiri umbali mrefu kwa gharama kubwa, na wakati mwingine haufiki kwa wakati, na wakati mwingine unaweza kupoteza maisha njiani wakati unaitafuta ile huduma. Lakini kwa sasa huduma zimekaribia hapa kabisa mjini, ambapo sasa wananchi hawaendi mbali zaidi. Kwa mimi nipongeze sana serikali kwa kuliona hili na kuleta vifaa tiba vizuri vya kisasa katika chumba chetu cha theater, ambacho sasa wananchi wanakifurahia, wanafaidika na matunda ya serikali ya awamu ya 6.